soal bita sih, bita apa? Bita jalan, harga perusahaan itu. Isaac Yusuf Abdullahi, mara yake ya mwisho kuonekana kwake ilikuwa Jumapili wa wiki iliyopita, ambayo ilikuwa tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Ametoka kwake kutafuta riziki yake kama mwanabiashara wa kununua ngamia, na ameenda kijiji karibu ama jirani kwa sub-county ya Balambala ambayo ni Modogashe sub-county. Kwa hivyo baka sahi, baka wa leo, tangu tarehe 21 mwezi wa Juni mpaka wa leo, Isaac mahali popote ako, kama sisi ni watu wake hatujui. Kwa hivyo tunasihi serikali, maofisa wa salama wasikia habari yetu. Sisi ni wananchi ambao wana heshima sana kwa sheria ya Kenya. Hatujachukua hatua. Sihi serikali ya Ruto, kama umemaliza mambo ya kungoa vijana na watu bila sheria, bila kufuatilia sheria, tunataka haki ya Isaac Yusuf Abdullahi mahali popote ako. Pia iko kwa mkono gani ya serikali, ndio tunataka tupate kama sisi ni wakazi wa Bura Dansa location. Huyo jamaa anaishi hapo, anafanya kazi area juu chini, ni mtu wa biashara, mbuzi, ngamia, ngombe, ni mtu wa kwenda kila mahali, sio mtu wa kwenda side moja. So tarehe 21 Saturday sisi tulikuwa hapa, tulisikia tu huyo jamaa alishikwa, na yeye ni mtu wa biashara. Kama alishikwa na polisi ndio ameshika, tulikuwa Antatela ndio ameshika, polisi na Antatela yote ni serikali. Kama ameingia mkono ya serikali, tulikuwa tunataka kama yeye ako na makosa, sisi tuonekane, jamaa ibeleke mahakama tuone vizuri kama yeye amefanya makosa, na kama hana makosa warudishe nyumbani kwake. Kwa sababu sasa hatujui mali yeye yako, haonekani, hatujui kama ako hai, kama amekufa hatujui. Tunataka kujua kwa nini alifichwa. Kama ameingia makosa, si kwa police station kila mahali, si wangepeleka kwa police station, si wangepeleka kwa mahakama, si wangepeleka kotini. So tunataka hiyo jamaa aonekane mali yako. Hii mambo ya watu kupotezwa, watu kunyakuliwa na serikali, watu kunyakuliwa na vitengo vya serikali imerudi tena. Imekuwa ni mingi. Vile ilikuwa mingi wakati ya kwanza, ndo tena sasa imerudi. Kwa hivyo sijui ni kwa nini rais alikuwa anasema kwamba wakati atachukua uongozi, mambo ya watu kunyakuliwa, kuchukuliwa itaisha. Lakini ni kama haijaisha, bado imerudi na inaendelea. Kuna pia cases ambaye tumesikia na metufikia kama human rights defenders ya kwamba watu bado wananyakuliwa, hasa pande za Southern, pande za Holuko, pande za Sangailu, pande za Liboi. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu ya Kenya na hasa vitengo vya usalama wawache kunyakua watu. Kama wanataka kushirikiana na wananchi, nafikiri kitu muhimu ni kushirikiana na wananchi, ili wananchi na vitengo vya security agency wafanye kazi pamoja, ndio tuwe na usalama. Lakini hii mambo ya kunyakua watu, kuwapoteza, nafikiri haina faida kwa serikali na haina faida kwa wananchi. Kwa hivyo